Wala kwenye maulidi. Yaani ni bora kunikoni kuswali ni tafuta haya kusaka. Hapa kidogo shehe mimi sijaelewa. Alafu kwenye upande wa wale waliojibu, walipokuwa wanajibu, wamejibu kupitia kitabu. Lakini yeye yule aliongea, sikusikia ni kitabu gani kilichotajwa. Yeye kuna kitabu ambacho kinaongelea swala hilo kwamba maulidi ni bora. Na swali hilo kama walivyosema kwamba limekuwa ni gazeti kwenye mitandao, lakini sisi watu wa Sunna hatujaziki kwa sababu tunakuwa tuna muongozo. Wao wenyewe walitaja baadhi ya vitabu, ukiachilia yule alianza kuzungumza, kuna wengine ambao walimunga mkono walitaja baadhi ya vitabu, lakini hata hawataji vitabu 10,000, hata hawataji vitabu vya dunia yote. Unajua kitabu ni mtu amekuwa na fikra ya jambo fulani akaamua kuliingiza kwenye maandishi. Unaona, lakini ni mtu ana fikra fulani akaamua kuingiza kwenye nini? Kwenye maandishi. Sasa hayo maandishi yanahitaji dalili ili yawe ni maandishi sahihi, sawa? Alafu masala ya tafdhili, masala ya kufadhilisha, masala ya kutukuza, haya Allah subhanahu wa ta'ala hajakabidhi kwa waja. Yeye Allah ametukuza katika matabaka ya viumbe, malaika, ametukuza katika tabaka ya viumbe wanadamu, ametukuza katika tabaka ya viumbe majini, ametukuza katika tabaka ya zama, baadhi ya zama, ametukuza katika baadhi ya maeneo kwa maeneo mengine. Unaona ni jukumu la nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani kusema hiki ni bora kuliko hiki ni jukumu la muumba na yule aliyekabidhiwa na huyo muumba, na si jukumu la mtu. Nakwenda pamoja. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo alitukuza Maka, katika ardhi yote hii Maka ndio buqa muqaddas, ndio eneo tukufu katika maeneo hii, haraman amina, sawa? Lakini baada ya hapo ikaja utukuzaji wa Madina Munawwara kupitia hadithi nani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaja utukuzaji wa Baitul Maqdis. Kwa hiyo haya ya kutukuza eneo dhidi ya eneo lingine ni jukumu la nani? La Allah subhanahu. Lakini pia kutukuza waja, amemuumba Adam, sawa, abul bashar, lakini ndani ya Adam wakaja manabii wengi, mitume wengi, lakini mwisho akamtukuza nani? Muhammad, kama Muhammad ni khairul bashar al-itlaq, ni bora wa viumbe kwa ujumla wake, na ni afdhalus rusul, ni bora manabii. Aliyefanya jukumu hilo nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika zama Allah subhanahu wa ta'ala katukuza zama nyingine na zama nyingine, akafanya arba'at ashhur kwamba ni bora kuanzia kuumbwa kwa mbingu na nini ardhi, ambayo ni Dhulqada na nini, alafu Dhulhijja na nini na Muharram, kisha ikaja na nini Rajab. Hii ni miezi mitukufu kuanzia kuumbwa kwa dunia. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ni bora kuliko miezi mingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akafadhilisha katika zama mchana wa nini wa Arafa, kwamba mchana wa Arafa ni khairu yawmin ala al-itlaq mundu an khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, kwamba mchana wa Arafa ni mchana bora katika michana ya dunia. Naona hivi kitu Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatukuza usiku. Kuna usiku ukawa ni usiku wa nini? Wa Lailatul Qadr, kwamba khairun min alf shahr, miaka 83 na miezi minne. Jukumu la nani hilo? Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya zipo, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Sasa utakaposema usiku wa Maulid ni bora kuliko Lailatul Qadr, maana yake umechanganyikiwa. Kwa sababu sasa Qur'ani huiamini. Qur'ani inakuambia ni bora, alafu unasema sio bora. Tumuelewe Allah, tukuelewe. Na kama Allah angetaka angetuambia khairun min alf shahr illa Lailatul Maulid, sawa, ni bora kuliko sawa miezi 1000, isipokuwa tu usiku wa Lailatul, usiku wa nini wa Maulid. Allah angetuambia hivyo, lakini angetuambia hivyo, ametuambia tu khairun min alf shahr, jambo limeisha. Kwa hiyo katika masala ya usulu, katika masala ya usul fiqh kuna kitu anaita al-aam kisha na takhsis al-aam, lakini pia kuna kitu anaita al-mutlaq kisha kuna kitu anaita nini al-muqayyad. Sasa al-aam ni hukumu ya ujumla. Ili uivue hukumu ya ujumla unahitajika kitu kinachofanya takhsis. Takhsis maana yake kinachovuka au kinachovuliwa kwenye hii hukumu ya nini ya ujumla, na hicho kinachovua lazima iwe ni dalili inavua kwenye dalili nyingine. Sio mimi niseme tu hivi, sio hivi.
sio Allahu a'lam. Nadhani na muda umeenda, niishi hapo. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka na atufahamishe katika mambo yetu ya dini na atupe nguvu na uwezo wa kuendea haya mambo ya dini. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala akuze na kupelea kizazi chetu katika kuifuatilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.